Tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu zilitajwa hapa mahakamani. Mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipas Lissu hakuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hizi zitaendelea kwa njia ya mtandao. Na hiyo ni taarifa ambayo mawakili tumeipata saa 3:07 usiku. Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025 kwamba zingetajwa leo na pengine maelekezo zaidi. Ile kesi ya kuchapisha habari za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa awali, na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine kuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka ulikuwa umeshaambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuhuma juu ya uhaini, hiyo tulikuwa tumeambiwa kwamba upelelezi hujakamilika, na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu Antipas Lissu alivyoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, na yeye akiwa anafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi kama njia moja hapo ya kuweza kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo ameshtakiwa nayo ni ya kijinai na ni makubwa, na yeye kama kiongozi wa chama cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tulijibu hoja za mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika ule ukumbi wa mahakama wa gerezani Ukonga kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi ambayo na maombi ambayo tuliyaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza chini ya hakimu Muhini kwamba amri zitolewe kwamba mteja wetu aje mahakamani, wale ambao wamemshikilia kule ndani wao wanamleta mahakamani, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu mawakili wote tumekwenda kule juzi na jana hatukuweza kumuona. Ilipokuwa ni mwenzetu tu mmoja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake, ule usiri kati ya wakili na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo kile kilichofanyika ambacho wakili aliyemuona siku ya juzi alikifanya haikikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na mteja wake. Katika kesi ya kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujibu hizo hoja. Kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 28 ya mwezi wa 4 saa 3 asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu madai yetu au maelezo yetu, hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga, ambaye hoja kama zile zilijitokeza, lakini upande wa serikali safari wakaweza kujibu hizo hoja, na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni na za zile maazimio au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake, ambayo inalinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Sasa tukawa tufanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukifanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwa kwamba amekataa hoja za upande wa utetezi, na ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani. Lakini sasa sisi ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo ni jukumu letu upande wa mawakili wa utetezi kwenda kukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata nyewe waandishi wa habari hamkuweza kushiriki, na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema hakimu amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza hata kushiriki. Sasa sijajua
tutabidi swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini tunafahamu umma, watu wengi sana ambao ni wapenzi, ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi wenzake wa Chadema walitaka kushiriki katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa, na kuna habari ambazo hatujathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia mashaka na mustakabali mzima wa namna ya kuendesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi, nyewe waandishi wa habari ambao mlikuwepo, ambao mmefuatilia hizo habari, vyema mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma juu ya mambo yameendelea hivi leo. Lakini sisi tunasisitiza kwamba mteja wetu haogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi, na mwisho wa siku ataweza kujitetea na ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma ni za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wote ule na zinalenga kumnyanyasa na kumtesa. Haya yote yatafahamika mbele ya mahakama. Asanteni sana. Nilikuwa nimekuja kwenye hii kesi ya leo pamoja na mawakili wenzangu. Kama alivyosema wakili Dr. Nchala, kesi imesikilizwa kwa njia ya mtandao. Upande wa utetezi tumepinga kwamba isisikilizwe kwa njia ya mtandao, na kama maelekezo ya mshtakiwa mwenyewe kwamba anataka kesi yake isikilizwe kwenye mahakama ya wazi, ambao wote ambao wanamshtaki waje watoe maelezo yao, na vile vile umma. Kesi imefunguliwa kwa jina la wananchi wa Jamhuri ya Muungano ambao wana maslahi ya moja kwa moja kuja kusikiliza shauri dhidi ya huyu anaitwa muhaini, dhidi ya huyu anaitwa ametawanya habari za uongo. Sasa uamuzi ndio umetolewa. Jaji amesema na mamlaka, mahakama yake na mamlaka kusikiliza hakimu kusikiliza kwa njia ya mtandao, pamoja na kwamba mshtakiwa ameweka wazi kwamba hawezi kushiriki shauri hilo kwa njia ya mtandao bila umma wa Tanzania wawepo. Tutachokifanya sasa hivi ni kupata hizo hukumu mbili, hiyo ambayo ilitolewa asubuhi na ambayo kesi yake itakuja Jumatatu, halafu na ile nyingine ya pili ya uhaini ambayo imepangwa irudi tena kusikilizwa tarehe 6 mwezi wa 5. Tukipata hizo hukumu tutazichambua, halafu tutajipanga ni kwa namna gani tutaenda mbele. Ninapenda kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwamba mmefuatilia jambo hili kwa makini kwa kweli, na kuwaarifu wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuendelee na moyo huo, kwa sababu ndio elimu yenyewe. Tusikate tamaa kuwahabarisha dini watu. Na nitaomba, kwa vile waandishi wa habari wako wengi na mnatengeneza hela, hizo taarifa mnazozitoa kwa umma ziwe ni za kweli. Msiongeze chumvi sana, vinginevyo wananchi hawezi kupata ukweli ambao unaendelea mahakamani. Ni hayo tu.